Spika, na mimi naomba nisome sala ya kumbukumbu ya kwa heshima kwa marehemu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Baba wa taifa wa demokrasia ya Kenya. Leo Kenya inalia kuondoka kwa mwana wa pekee, mzalendo wa kweli na kiongozi aliyetoa maisha yake yote kwa ajili ya nchi yake, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Ni vigumu kuamini kwamba sauti yake imenyamaza. Mikono yake haipo tena kutuongoza, na uso wake wenye matumaini hautaonekana tena mbele yetu. Baba Raila Odinga hakuwa mwanasiasa tu. Alikuwa mfumo wa imani na matumaini, nguzo ya haki na dira ya kizazi kilichotamani kuona Kenya yenye usawa wa demokrasia na amani katika safari yake ndefu ya kisiasa. Alionyesha uthabiti usio na kifani, alijitoa kwa moyo wa dhati, akavumilia mateso, vifungo na upweke. Na hali kwa imani kwamba siku moja Kenya ingesimama huru na watu wake wakiwa sawa mbele ya sheria na mbele ya Mungu. Alikuwa kiongozi mwenye moyo mpole lakini imara katika msimamo wake. Wakati wengine alichagua ukimya, lakini yeye akaamua kusema. Wakati mwingine waliona hatari, yeye aliona fursa ya mabadiliko. Wakati wengine walichoka, yeye alisimama tena kidete. Kwa sababu aliwapenda watu wake na aliamini katika uwezo wa Kenya kupaa juu ya ukabila, chuki na ubinafsi. Kwa miaka mingi Mheshimiwa Raila alijitolelea kwa kuunganisha taifa hii. Alitafuta maridhiano badala ya mafarakano, amani badala ya visasi, na umoja badala ya mgawanyiko. Alituonyesha kwamba siasa si uhasama, bali ni huduma, kwamba mamlaka si heshima, bali ni jukumu. Nitamkumbuka baba kuwa mtu aliyeishi kwa imani, aliamini katika haki na alijitolea kwa kila tone la nguvu aliyokuwa nalo ili kubadilisha Kenya. Alikuwa kiongozi mlezi, mshauri na zaidi ya yote baba wa taifa wa demokrasia. Tunampumzisha leo. Tunapomzika tusimlilie kama aliyepotea, bali tumsherekee kama aliyeshinda, kwa sababu kweli baba Raila Amolo Odinga alishinda. Alishinda hofu, alishinda ukimya, na alishinda vizuizi vingi vilivyowekwa mbele yake. Urithi wake utabaki hai katika historia ya Kenya, katika mioyo ya vizazi vijavyo, na katika mioyo ya wale wote walioguswa na ujasiri wake. Pumzika kwa amani baba, mwana wa Cheng wa Opondo Farm, shujaa wa watu. Umetutimizia wajibu wako kwa taifa hili. Kenya haitakuwa vile vile bila wewe baba, lakini itakuwa bora kwa sababu uliishi. Bwana Spika,
ya kwangu tu niseme Baba Raila Odinga aliniamini nikiwa mdogo kwa miaka, tangu nikiwa miaka 27 kuwa mtaalamu wa uchaguzi wake miaka yote, na nilifanya kazi hiyo yake, na hata kunishawishi kutoka kazi kwa UNDP kuweza kuongoza uchaguzi wake wa urais kwa miaka 2015 2017 na miaka 2022. Namshukuru kwa yeye kuniteua mahali nipo, na juzi akaniteua kuwa bodi ya uchaguzi na kusema kuwa hamna mtu mwingine anaweza kusimamia uchaguzi vizuri kwa hile experience Hamida yuko nayo. Juzi nataka kushare tu, juzi baba alinipigia kushinda jana, amefariki juzi. Muongeze dakika moja. Kunipigia, na yeye ndo alinipigia, nikasema baba ni mgonjwa na sielewi ni kwa nini, nikafikiria hata ni security wake amenipigia. Akaniambia Hamida, ni mimi nimekupigia na mimi narudi nyumbani. Alikuwa ameniachia kazi yake nifanye, nimuandalie kitu. Akaniuliza, hiyo kazi umeniandalia? Nikamwambia sikuandaa tu, hata haitokuwa hotelini, nitaifanya kwako nyumbani. Akarudi akacheka, akaniambia Hamida, I'm coming home and fantastic. I'm so grateful for what you have done, but I'm coming home. Tuliongea kwa nusu saa nzima hiyo juzi, na ndio jana yake akaweza kutuacha. Mimi namuombea Mungu amlaze mahali pema, na ndugu na mama Aida pia Mungu ampe nguvu, na watoto na kaka yetu Seneta Uburu na wote. Lakini nitasema familia kubwa ni wa Kenya, tumefiwa. Baba lala salama. Asante. Senator Esther Okenyuri. Asante sana Bwana Spika. Nami ningependa kuunga hoja hii kwanza kwa kutoa risala zangu za rambirambi ziwaendee wa Kenya, mjane wake ambaye ameondoka Mheshimiwa Raila, watoto, jamaa na ndugu yetu hapa Dr. Uburu ambaye pia amefiwa ndugu yake, Bwana Spika. Pili, ningependa kusema kuwa ulimwengu huu ni jukwaa. Sisi ambao tupo ni wachezaji tu, na kila mtu ana nafasi yake. Nafasi ya aliyekuwa waziri mkuu na kiongozi wa upinzani kwa muda mrefu ilikuwa imefika, na tungependa kuomba kuwa Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi. Lakini sisi kama viongozi ambao tunaendelea kuwa katika uongozi huu tunafaa kujifunza mambo machache hapa na pale.